Hii mtazamaji ni kitaru cha kampuni ya Kentest Product Limited ambayo inajihusisha na ukuzaji na uuzaji wa nazi na bidhaa zake katika nchi kadhaa ulimwenguni. Katika kitaru hiki Kentest inaweza kukuza nazi ambazo kusudi lake ni kuwapa wakulima ili kuwawezesha kuendelea kupanda minazi kwa minajili ya kuweza kupata mavuno ya haja na pia kuweza kuendeleza na kilimo cha nazi katika mashamba ya wakulima wadogo katika mkoa wa Pwani. Kitaru hichi kinaweza kutoa nazi au miche zaidi ya 25,000 na kwa sasa kampuni hii ina mipango ya kuongezea idadi ya miche hii hadi kati ya 75,000 kuendelea. Miche hii kwa kawaida inauziwa wakulima kwa bei nafuu ambayo inawawezesha kuweza kuipata, na pia kampuni inasaidia katika mipango ya kupeleka miche hii kwa wakulima. Video hii ina minajili ya kuwafundisha wakulima jinsi ya kupanda miche na jinsi ya kuhifadhi wanapoipokea. Karibu uandamane nami katika mafundisho haya. Mwalimu wetu wa leo, katika kuhamisha huu mche kutoka kwenye kitalu hadi shambani, nina maswali kadhaa ningependa kukuuliza ili nijue kama nitakuwa hili zoezi nimelifanya kiukamilifu na kiubora zaidi kwa siku ya leo. Swali la kwanza, nitakuwa napima kiwango gani shimo langu wakati nachimba kiupana na kimapana na kiurefu kwenda chini. Swali la pili ni mbolea kiasi gani pengine nafaa nitumie ili kuweka kwenye kila shimo moja la ule pale ambapo nitapanda mche. Swali la pili, nikiwa nahamisha, kabla kuhamisha ama ni wakati gani nafaa nihamishe mche wangu kutoka kwenye kitalu? Ule muda mwafaka zaidi ni asubuhi, ni mchana, ni jioni, ni magharibi, ili ndio niweze kujua kwamba huu mche wangu nimeupanda katika muda mwafaka. Swali lingine ni kwamba wakati napanda ni kiwango gani cha maji ambacho nafaa nitumie ili niweze kujua kwamba mche wangu ambao nimeupanda umepata maji kwa ile siku yake ya kwanza ambao nimeuhamisha. Asante mwalimu. Haya, sasa sababu tayari shimo letu liko tayari, tutaenda kuchukua ule mche ambao una afya mzuri katika kitaru chetu, ambao ukiangalia huo mche wetu uko na afya mzuri, umelindwa vizuri, umelishwa vizuri, na ndio ule mche ambao unafaa kuchagua kama mkulima wa kupanda, ambao utakuwa na afya mzuri. Naendelea. Wakati unatoa mche katika kitalu, zile vifaa ambavyo unatumia kutoa ni chepe, kwa sababu unafaa kuutoa kwa umakini sana, usije ukauharibu ama ukaharibu ile mizizi, na kuhakikisha kwamba ile nazi ambayo ilipandwa nayo bado imeshikilia kwa ule mche, kwa sababu hiyo nazi ndiyo chakula cha mche, na unataka kwamba mche huo umeshikilia ile nazi, kwa sababu itakuwa ni chakula hadi ule mche uanze kula kutoka kwa ule mchanga ambao una rutuba. Hivyo hiyo ndio kitu ya kwanza ambayo unafanya, na mche wetu ambao uko na afya mzuri ambao tunaenda kupanda katika shimo letu uko tayari. Sasa ule mche wetu ukishautoa utapunguza ile mizizi ambayo ni mizee, na ndio uweze kupanda kwa urahisi, na sababu tayari ukishakata ile mizizi ndio inafanya ule mche uweze kutoa mizizi mingine mipya kwa haraka. Hivyo hii mizizi ambayo ilikuwa imeshikilia ambayo inaitwa
anchor roots, ndio utapunguza na ule mche utaweza kuanza kutoa ile mizizi mingine ambayo ni ya kula ama ambayo inaitwa feeder roots kwa haraka, na itaweza kula kutoka kwa ule mchanga ambao una rutuba na una mbolea ya kutosha pale shimoni. Hivyo hatua ya kwanza, ng'oa kwa njia ambayo inafaa. Hakikisha mbegu ama ile nazi imeshikilia kwa mche wako, kwa sababu ndio chakula cha huu mche hadi mizizi iwe sawa ya kutosha ama kuweza kukula kutoka kwa ile mbolea iko kwa lile shimo. Sasa tutapunguza mizizi yetu, halafu tutaelekea pale shimoni kuweza kupanda mche wetu wa mnazi. Katika upandaji wa miche kuna mambo muhimu ambayo kama mkulima tunafaa kufuatilia, ambayo yatakuwa ni mambo kuhusu upanzi, kuhusu kuchunga ile miche yako, na pia unajitayarisha vipi katika upanzi wa miche yako na kuhakikisha kwamba ile miche yako inaweza kustahimili ama kukua kwa ile muda inayofaa na ikiwa na afya ambayo inayofaa. Tuseme jambo la kwanza ni kabla hata ya kupokea miche yako, unafaa kuwa umejitayarisha vipi kama mkulima. Haswa kama unajitayarisha wakati hakuna mvua na pengine kuna mvua. Wakati unajitayarisha kupokea miche yako wakati bado mvua haijaingia, jambo la kwanza ni kuhakikisha umetayarisha mashimo yako mapema kabla ya msimu wa mvua. Hiyo ndiyo jambo la kwanza. Mbona tunafanya hivi? Ukitayarisha mashimo yako kabla ya msimu wa mvua, unapatia mashimo yako muda wa kufaa ama muda wa kutosha kuweza kuchomwa na jua, na wakati lile shimo linachomwa na jua linaua wadudu, linaua chembe za magonjwa ambayo yanasumbua miche mchangani, na pia lile shimo linapata kupasuka huku kando, na inasaidia wakati ule mche wako utaanza kutoa mizizi, kutakuwa na urahisi wa miche kuingia, na pia kitu ambayo tunaita aeration ama ile kupita kwa hewa ndani ya mchanga. Hiyo ndio jambo ambalo wakati umetayarisha mashimo yako kwa mapema. Jambo la pili, wakati unapanda miche yako wakati mvua tayari imeanza kunyesha, basi nao unafaa ufanye nini? Kama umepata miche yako wakati wa mvua, jambo la kwanza unafaa kufanya, chimba shimo lako, changanya mchanga kama jinsi ambavyo tumekuonyesha, na ukishapanda ile miche yako, hakikisha umeweka matandazo, ndio yale maji ambayo yakinyeshea ile miche yako itaweza kuwa imehifadhiwa. Na lile shimo ambalo umechimba la kutosha litaweza kushikilia maji ya kutosha, hivyo hautakuwa unahitajika wewe kuweka maji kwa wakati mingi ama baada ya siku kidogo. Utaweza kuwa na muda mrefu wa kuweka maji, ama utakuwa unafanya kitu ambayo tunasema kwa Kiingereza inaitwa water conservation, hata kama ni wakati wa mvua. Jambo la tatu la kufuatilia katika upandaji wa miche ni kuhakikisha ile shimo yako imechukua vipimo ambazo zinafaa. Kama vile tulianza, usiwe chini ya 2 kwa 2, upana, urefu na kimo, kwa sababu ya nafasi ambayo inatosha kwa mche wako. Utaweza kuweka mbolea na mchanga wa kutosha, na pia ule mche utaweza kuwa na nafasi mzuri ya kukua kabla ule mti ukue mkubwa, na utaweza kuwa pia na shina mzito, shina kubwa, na utatoka kama ni mche ambaye uko na afya ya kutosha. Jambo lingine la kufuatilia ni kuhakikisha wakati unachanganya huo mchanga umetoa wa chini na mchanga wa juu, ni kuhakikisha mchanga wa kwanza kuweka pale kwa shimo ndani ni mchanga ambao ni wa juu ama topsoil, ambao uko na rutuba ya kutosha, uko na virutubishi na afya yake iko sawa, kwa sababu ya madini ambayo yako pale ndani kwa ule mchanga wa juu. Na hakikisha kwamba unaweka kwa vipimo ambavyo vinafaa. Vipimo ambazo ni 1 kwa 2. Ukiweka ndoo 1 ya mbolea, unaweka ndoo 2 ya mchanga wa juu, na kama pengine hauna mchanga wa kutosha wa juu ambao utatosha ndebe 2 ama vipimo za 1 kwa 2, ule mchanga wa ndani ama ule tuliweka kando utauongeza, lakini ile mbolea yako utaongeza zaidi. Utaweka 2 kwa 2, lakini uongeze mchanga ule wako wa juu, ndio uweze kupata mchanga wa kutosha kuweka kwa shimo lako.
Jambo lingine la kufuatilia kwa ule mche ni kwamba hakikisha unaangalia kama kuna kwekwe zinaendelea kumea. Baada ya kuanza kuzidi kuongezea maji, kwekwe zitamea pale, hakikisha unalimiwa. Hakikisha unaangalia kiasi ya maji vile baada ya kuweka, angalia maji inaendelea vipi. Kama kumekauka, ongeza maji, lakini kwa kiwastani weka maji baada ya siku 3, na kila siku unaweka ndoo moja ambayo iko na lita 20. Pengine kwa yule mkulima ana miche mingi kama 30 ama ambayo hauwezi kuweka maji, hakikisha basi wakati unapanda umeweka matandazo. Na kwa sababu miche inapandwa kwa sasa ambayo tunapeana kutoka kwa kiwanda ni wakati wa mvua, basi hakikisha umeipanda wakati unafaa, na ukipata ile miche isizidi zaidi ya siku 2, na kama basi itakubidi usidishe siku 2, hakikisha imemwagiliwa maji na umeweka unyevu pale kwa miche yako. Lakini kwetu tunahimiza wakulima wahakikishe kwamba mashimo yametayarishwa, na wakati unapokea miche mashimo yako tayari ya kupanda ile miche, ndio isije ikakaukia pale chini, na ukizidisha miche ikiwa chini bila maji itapata kukauka, na hiyo itakuwa ni hasara kwa mkulima na miche itakuwa imeharibika.